unatusikia, basi ukatengeneza utaratibu wa kusikiliza kipindi kwa makini, kitakuponya kwenye mambo mengi katika safari yako ya ndoa, hususan ukiwa kijana, ukiwa ni mzee. Kuna vitu vya kujifunza kila siku, kwa sababu nimeoa nikiwa kijana, niko kwenye uzee sasa, lakini sio miaka mingi, lakini naamini nimekaa miaka ya kutosha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kabla tujaendelea, basi tumuombe Mungu. Baba, tunakushukuru kwa sababu ni mwema. Asante kwa kibali chako jioni leo. Tunaomba sasa Bwana, kipindi hiki Roho Mtakatifu akapate kukiongoza. Wewe ndio kanende katikati yetu. Kwa maana Bwana umekusudia kwa wale wanaosikiliza kuweza kuwaponya na kuwaganga nafsi zao. Kuongea nao Bwana kuhusiana na somo la msingi ambao ndio mwanzilishi mkuu ni wewe. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Somo la leo ni je, ndoa ni lazima? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, ndoa ni lazima? Ndio somo letu la leo. Na tunaongea kipindi cha vijana na ndoa. Je, ndoa ni lazima? Sasa ngoja nikwambie kitu, labda tuanzie hapo. Vijana wengi tulikuwa tunafundishwa sisi wakati tunakuwa kwenye urokole. Unajua, ukiwa unawashwa na tamaa za mwili, njia nzuri ni kuoa. Mpendwa katika Bwana, ndoa kama ni kwa sababu ya tamaa ya mwili kujizuia, ni kama Panado. Haleluya. Amen. Panado haiponyi malaria. Panado haitibu magonjwa. Panado inafanya nini? Inapunguza, ina postpone. Inafanya mwili uendelee kufanya kazi. Kwa hiyo asikudanganye mtu. Hiyo asikudanganye mtu kwamba unaweza kuzuia tamaa za mwili kwa sababu ya ndoa. Kama una tamaa za mwili, hata ukioa bado zitafanya nini? Zitawaka. Kwa hiyo tunapokwenda kwenye ndoa, ndio maana Mungu alipokuwa amemuumba Adamu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2, akasema atampa Eva kuwa msaidizi, sio kwa sababu ya kucontrol tamaa za mwili za Adamu. No. Na tukisoma watu wote katika maandiko ambao walioa, kuanzia baba yetu Abraham, Isaka ndio tulimsoma vizuri. Tukamsoma habari za Yakobo. Wote hao hata alipobadilishiwa mke, nakumbuka. Bwana Yesu asifiwe. Akuoa kwa sababu ya nini? Kujizuia tamaa za mwili. Kuna kitu kingine kilifanya aoe, kwa sababu sio vema mtu akaishi peke yake. Kwa hiyo nitaka kusema tu vizuri kwamba ndoa sio mwarobaini wa kuzuia tamaa za mwili. Mwarobaini wa kuzuia tamaa za mwili kwa kijana na mtu mzima, haijalishi, ni kitu kinaitwa self control. Kitu kinaitwa self control. Kiswahili chake kizuri nini? Kujizuia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa njia pekee ni kuweza kujizuia. Lazima ujenge msingi wa kujizuia. Hebu tuangalie baadhi ya maandiko hichi ninachokisema. La kwanza tuangalie Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 6 mpaka wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 6 mpaka wa 9. Naomba nisomee mmoja wenu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 6 mpaka wa 9. Wakorintho wa kwanza sura ya 7 mstari wa 6 mpaka 9. Mstari wa 6 mpaka 9. Leo nasema, lakini nasema hayo kwa kutoa idhini yangu, si kwa amri. Mstari wa 7, ila nipendalo ni kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Watu wote wawe kama mimi nilivyo. Anasema anatoa ushauri, sio kwa amri, kwamba watu wote wawe kama mimi nilivyo. Walakini kila mtu ana karama yake. Kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu. Kila mtu ana karama yake mwenyewe itokayo kwa Mungu. Huyu hivi na huyu hivi. Mstari wa 8. Lakini nawaambia wale wasio bado kuoa, yani wale ambao hawajaoa, ndio siji watu wangapi wameoa kuna kuolewa. Haya, tuendelee. Na wajane wasiooa bado na wajane. Sikiliza kwa makini. Wewe mjane unanisikiliza leo. Mungu atakusaidia. Sikiliza kwa makini. Lakini nawaambia wale wasiooa bado na wajane, ni heri wakae kama mimi nilivyo. Ni heri wakae kama mimi nilivyo. Kiingereza anasema is better to remain single as I am. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuoa sio lazima, wala kuolewa sio lazima. Naomba utambue hilo. Kwa hilo cha kwanza. Kwa hiyo ina maana unaweza kudevelop uwezo wako wa kujizuia
mpaka ukajenga misuli wa kuweza kuishi maisha ya kujizuia mpaka mwisho wa maisha yako. Kwa hilo la kwanza, sio kama tunawazuia watu wasioe. Amesema wazi kwamba kila mtu ana karama yake kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Kila mtu Mungu alivyomjalia neema tofauti katika maisha yake kuweza kuishi katika maisha ambayo Mungu ametupa. Sasa sikiza kwa makini. Nimekwambia kwamba kuoa sio mwarobaini wa nini? Kujizuia. Sasa kujizuia nao ni kalama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tuangalie vizuri ile 7:9 anasemaje? Wakorintho wa kwanza 7:9. Mstari 9 anasema, lakini ikiwa hawawezi kujizuia Ikiwa wana self control. Sikiliza. na waoe. Yaani kama mtu anapenda kula, anakula mpaka anabibiwa. Yaani hawezi kuacha. Wapo watu wainao, ndio maana wanakuwa na vitambi kama wajawazito miaka yote. Sasa Mungu atuseme, Mungu atia Bwana Yesu. Amen. Amen. Maana ni afadhali kuoa kuliko Maana ni afadhali kuoa kuliko kuwaka tamaa. Kwa hiyo maandiko yanaposema, sasa kwa mtu ambaye anashindwa kupata self control. Self control is a training. Kujizuia sio kitu kinaamka asubuhi unakwenda nacho. Sasa usije ukamwiga mtu. Ndio maana wenzetu, kaka zetu, mimi naita kaka zetu wa Katoliki, ukishakuwa padri, ukishakuwa mchungaji, huwezi kuoa tena. Na hata wale masista walioamua kujitoa kwa ajili ya Bwana na wapate matatizo. Ngoja nikwambie kitu. Nataka leo niwafundishe vijana wale ambao Mungu amewapa neema ya kuwa na uhai. La kwanza, ukiweza kuwa kijana ambaye una self control, unaweza kujizuia swala la tendo la ndoa. Kuna mtu anasema utaota fibroids siku ya mtoto wa kike. Sio kweli, havina uhusiano. Kama ni fibroids zitakutokea tu, ni swala la kujizuia na chakula unachokula. Havina uhusiano na chochote. Hayo maneno ni ya watu ambao wanataka kupromote kitu ambacho hakipo. Kimaandiko basi ingekuwa masista wote wana fibroids. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa ni la kwako, wengine wanaoa na kupata watoto. Ni kama wale wanawake wanaambiwa kwamba ukitaka kuzuia maumivu wakati wa nini? Wa vipindi vile. Eti kwamba ukiolewa ndio inaisha. Unaolewa na bado haishi. Unazaa na bado haishi. Kwa hiyo havina uhusiano kwa karibu sana. Kwa hiyo naomba usiende kwenye maneno ya watu. Ila natamani ujenge msingi wako katika kweli ya Mungu. Kwa kitu kikubwa ambacho tunajifunza, ambacho napenda tukielewe pamoja, ni kwamba kuoa sio lazima. Na ndio maana kuna baadhi ya huduma wanalazimisha watu lazima uoe. Ila unapofika kuna sehemu ofisi fulani, mfano mathalan umeitwa kuwa nani? Mchungaji katika makanisa baadhi ya sehemu. Tunajua utahudumia watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa automatically utahudumia watoto wa kike na wa kiume, unakuwa mchungaji wa watu wote. Kwa wakati ninashauriwa nzuri au askofu au mchungaji akoe. Imeelezwa na mtumishi wa Mungu Paulo pia katika maneno kama hayo. Kwa ina maana kuna vitu vinaweza kuleta situation kwamba ni kwa busara ili kuweza control vitu mbalimbali. Lakini naomba nikwambie kama walipo mapadri wa Kiromani na wanafundisha ndoa, mapadri wa Katoliki na pia kuna watu wanaitwa Orthodox ambao unakuta kama uliitwa katika utumishi kabla ya kuoa unatakiwa usiwe milele. Amen. Lakini kama ulikuwa umeshaoa basi ndio inabidi uendelee nao. Hamna tatizo. Lakini nataka ujue tu kwamba swala hili na usisitizwa na watu kuona kama ndoa basi ni kitu ambacho ni cha lazima sana. Sio kweli. Ni mawazo ambayo watu wanakuwa. Ukishajua hilo itakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Amen. Usiposukumwa na nguvu ya mwili kwamba tamaa zako zinakuongoza. Kwamba wewe unaoa kwa sababu tunataka kuwa na raha sije mapenzi. Naomba nikwambie unakula hasara. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itakusaidia kufanya maamuzi sahihi. Naomba nikwambie pia kuoa au kutokuoa sio dhambi. Kuamua kuoa au kutokuoa sio dhambi. Ni maamuzi ambayo unayafanya wewe. Na mwanadamu anatakiwa kuishi. Sasa ngoja nikwambie vitu vichache kama kijana. Amina. Katika maisha ya kawaida watu mbalimbali katika dunia hii, mfano na michezo mathalan, nataka nikupe mifano mizuri. Wa timu mbalimbali kama wakifanya mahusiano ya kimapenzi kabla ya mpira, maana mpira wanashindwa. Kwa sababu ile tendo linachukua nguvu nyingi sana. Kwa kama kijana una nguvu ya kwamba wewe ni mashine nyingine kwa ajili ya mapenzi, sio una nguvu nyingi sana. Badilisha ile nguvu kwa ajili ya kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako. Unaweza kubadilisha nguvu ambayo inakusukuma msukumo mkubwa wa mapenzi, ukaweza kusoma vizuri. Unaweza kubadilisha msukumo mkubwa wa kimapenzi kuweza kufanya kazi ya Mungu vizuri. Unaweza kubadilisha, ile ni msukumo tu ambao ukiignoa unaondoka. Sasa twende kwenye namna gani kijana anapata kujizuia. Tusiende kujizuia. Labda natoka nachanganya Kiingereza kidogo. Sijui naenda kasi sana au tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie kidogo kujizuia. Kwanza tuangalie katika lugha ya kawaida tunafanyaje kuweza kupona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. La kwanza,
kijana anawezaje kujizuia. Sasa hapa naomba nikwambie, unaweza kuwa pia mzee. Na unasimama sio wetu wazee ovyo. Unajua mzee ovyo. Nimeshakutana na wazee ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeshakutana nao. Yaani mzee lakini unalikuta unaniambia shikamoo, nakwambia shikamoo kwa baba yako. Sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwangalia amemzidi baba yako miaka 30. Alafu alipoambiwa kwamba shikamoo ya nini? Sasa unakuta mtu yuko tamaa ameshindwa kujizuia. Kwa hiyo ni tabia ambayo ukiwa kijana, ukiwa mzee unatakiwa utengeneze. Sasa ngoja nikwambie. Biblia inasema kijana akijiandaa vizuri, ukimtengeneza mtoto wako mapema kabla hajawa mkubwa, itamsaidia. Kuliko ukisubiri mpaka imekomaa. Ile tamaa ikikomaa, huwezi kumzuia tena. Samaki mkunje angali mbichi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa la kwanza, unafanyaje kuweza kuwa na kujizuia au self control kama kijana? Amen. Kitu cha kwanza ni lazima ukiri kwamba unashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtakumbuka, tulisoma mstari mmoja. Sikiliza kwa makini. Kitabu cha Yohana wa kwanza, naomba tusome, hapa tuangalie pamoja. Kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 12. Ni katika maandiko ambayo ni jipya, limetokea sasa hivi mafunuo. Haleluya. Amen. Yohana wa kwanza, Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Injili ya Yohana sura ya kwanza mstari wa 12. Anasemaje? Neno la Mungu linasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika. Naomba upigie mstari neno aliwapa uwezo. Sio kwamba unashinda majaribu kwa sababu ya nguvu zako. Unatakiwa umuombe Mungu uwezo wa kushinda. Ndio maana mtu kiona anajitamba, unajua mimi sijawahi kuzini, mimi ni mtu mtakatifu sana, najua kujikontrol. Baada ya miezi miwili utashangaa ameanguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu sio ugali wako. Sio kwa sababu unakula wali. Mimi nafanya mazoezi sana, na nimekudanganya. Ni Mungu anatupa uwezo wa kushinda dhambi. Ndio maana kuna watu wana mazoezi, mnaenda kwenye gym, kazi yao ni kuharibu watoto wa watu tu. Kwa sababu wanafanya mazoezi makali, wametengeneza mashape makubwa, wana six pack, lakini kazi yao ni kuharibu wenzao. Sio kwamba mazoezi yanakusaidia eti uweze kushinda kama. Havina uhusiano. Wala usije ukadanganyika. Tena ndio unaweza kufanya ukawa kama chura. Tutaongea baadaye chura nafanyaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo namna gani ushinde? Cha kwanza lazima ukiri kwamba ni dhaifu. Na unamwamini Yesu Kristo akusaidie kushinda majaribu. Hilo la kwanza kubwa sana. La pili, lazima uamini katika nguvu ya Roho Mtakatifu. Yesu alisema nitakupa msaidizi. Kwa hiyo jifunze kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu. Maana yake nini? Ndani ya moyo wako unapookoka, Roho Mtakatifu akiingia anakupa taa tatu. Taa ya kwanza ni taa ya green. Hiyo maana yake ukutana na binti kijana, ukutana na mwanaume binti, ukiona moyo wako umewaka taa ya green, unaweza kumsikiliza. Lakini jifunze, ukiona moyo wako umewaka taa nyekundu tu, kimbia kama ukoma. Yaani ukishaona tu kuna red light ndani ya moyo wako, hiyo huwezi kuona. Lakini kuna watu unakutana naye hivi, unaona moto. Yaani geuka, badilisha lugha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akikuuliza, dada mimi nakupenda, unaambia sasa Mungu alitoka mbinguni akamtoa mwana wake wa pekee. Akikwambia hebu nisikilize, nakwambia unaambia bwana naweza unisikilize sasa. Bwana Yesu asifiwe. Badilisha topic, cheza naye akili yake. Yesu anajifanya mjanja. Amina. Unataka kukimbia. Hiyo ndio njia mojawapo ya kijana kuweza kupona. Kwa ni muhimu sana ukalitambua hilo ili uweze kupona katika majaribu na vitu mbalimbali ambavyo vinaweza kutokea katika maisha yako. Jambo la tatu, jitahidi kuepuka mazingira yoyote ambayo yatakufanya utende dhambi. Mathalan, kukaa binti wa kike na wa kiume sehemu moja peke yenu. Mathalan, wale wanaosoma chuoni watanielewa. Anaingia tu lakini nakutoka sasa hivi chumbani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio utajua kwamba mjini kukoje. Unatoka umenyonyolewa huko. Kwa hiyo kimbia, yani ukishaona kwamba kama hiyo, yani usiulize swali la pili. Never negotiate. Run away. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Ukishaona mazingira tu kimbia, yani hakuna mshindi bwana. Moto huwezi kwenda ukakaa juu yako ukasema ungui. Itakupiga. Haleluya. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Ndio naita kwa self control is not about kwamba mind yako. No. Mazingira gani unaenda? Ndio maana wachungaji tutasema bwana, jitahidi msijizuie. Kama unataka kuongea na mpenzi wako, sababu mimi nasema wazi, ni muhimu sana ukamjua mtu ambaye anataka kuoa au kuolewa na wewe. Kwa lazima mpate muda. Kwa kijana, kama una hela kidogo, kaa sehemu ya hoteli iliyo wazi, msiende ukaa kwenye chumba cha hoteli.
eti tunaenda huko tutaomba. Tutaomba. Bwana Yesu asifiwe. Eti mimi nimefunga siku 10. Kuna mchungaji mmoja alifunga siku 40, siku ya 30 akamtia mimba mtoto wake. Sifanye masiara. Mwili hauna adabu. Kwa mwili sio kucheka nao. Ukicheka nao unakupeleka kuzimu kwa sababu mwili hauokoki. Kinachokoka ni roho yako. Mwili una tamaa. Mwili unakuvuta. Kwa roho yako inapopata mwanga zaidi kuhusu Mungu, ndio uponyaji wako. Na ndio kitu cha msingi sana ambacho kinakusaidia. Jambo la 4. Soma sana maandiko. Yatakusaidia kwa sababu moyo wako utajaa maandiko, yatakuwa ni tiba, yatakuwa ni dawa, yatakusaidia kukumbuka vitu. Tutasoma baadhi ya maandiko kuhusu swala la kujizuia ili tuweze kuelewa. Lakini lingine, ukiona mambo magumu sana, tafuta mtu wa Mungu ambaye anampenda Mungu na ana usiri. Tatizo siku hizi kuna watu, unakuta alikuja kijana mmoja, akaniambia yeye anafanya sijui masturbation kwa muda wa masaa 5. Sasa unamtoa siri za watu. Bwana Yesu asifiwe. Tafuta mtu ambaye ni msiri. Kuna watu ambao ni wasiri, omba naye, mweleze unachopitia. Mungu ataingilia kati kukusaidia katika hilo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini uwe makini unaenda kumwambia nani? Kwa sababu kuna watu ukiwaambia hawana friji za kupoza. Unajua? Bwana Yesu asifiwe. Wanawashwa midomo. Anatoa hata kwa watu wanaanza kuelezea mambo ya ajabu. Watu kama ni wahovyo kabisa katika mwili wa Kristo. Mtu ambaye hawezi kujizuia kuongea ni mtu ambaye hafai katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu ataleta matatizo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo lingine, nisome baadhi ya mistari ya kuhusu kusimama na kushinda majaribu. Tuanzie kitabu cha kwanza cha Wakorintho wa kwanza sura ya 6. Naomba mtu mmoja anisaidie mstari wa 19 mpaka 20. Napongea kuhusu self control, kujizuia, ni somo pana. Kwa lazima ulielewe hivyo. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 mpaka 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 17 mpaka 20. 19 mpaka 20. Ndio. Nao unasema, Je, hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Hamjui kwamba miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ukishajua hilo tu kwamba wewe ni hekalu, tuendelee. Aliye ndani yenu. Ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu. Ambaye mlimpokea kutoka kwa Mungu. Ninyi basi si mali yenu wenyewe. Kwa hiyo ulicho nacho wewe, mwili wako, unaona kifua chako, sijui katumbo kako, sijui six pack, sijui na kifua kilichotuna, sijui na nini, sio ya kwako. Mstari wa 20. Mlinunuliwa kwa bei kubwa. Watu wanaenda kupoteza kwenda kulala kwenye majani na mwanaume au kulala na kijambiti kwenye chooni. Kwa hiyo itumieni miili yenu kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Kwa ajili ya kumtukuza. Usitumie mwili wako kwa ajili ya zinaa. Usitumie mwili wako kwa ajili ya kujifurahisha. Sasa jitahidi kujizuia mazingira. Mwanaume ana nguvu bwana. Hata kuna vitu vinatembea kwenye akili. Ukiwa ni binti utashangaa kuna moto unawaka huko, miguu inaishiwa nguvu. Dakika 5 huko chini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kuwa makini. Lakini pia tuangalie kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa 14. Warumi sura ya 13 mstari wa 14. Warumi 13:14 nao nasema, bali mvaeni Bwana Yesu Kristo. Wala msiuangalie mwili. Kwa kinacholeta matatizo ni mwili. Huo mwili wako ulionao. Hata kuwasha tamaa zake. Na ukiona ngoma imegoma sana, piga maombi ya kufunga. Sio ufunge, piga maombi ya kufunga. Hiyo ndio nguvu nyingine ambayo unaweza kuipata kwa kuvunja mwili. Kwa sababu huwezi kufanya dhambi ukiwa umefunga. Mwili unakosa virutubisho. Unaishiwa nguvu. Nakumbuka mtu mmoja alikuwa anatembea mjini akafunga, akakutana na chips kuku zinapita KFC. Akawaka tamaa akaenda kula chips. Kesho yake akaamua kufunga siku 3 sasa kukomesha mwili, akapata discipline ya kufunga. Vinginevyo angekuwa mtumwa mpaka kesho. Kwa kuna vitu Yesu anasema ya namna hii. Kitabu cha Mathayo ngapi? 17:21. Ya namna hii haiwezekani isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kuna ngoma zinagoma. Wewe baba yako alishakuwa ameoa wake 10. Alafu mama yako ameshazaa na watoto 5 kwa wanaume tofauti. Unategemea utachomoka hapo? Sahau. Kuna ngoma lazima uingie katika maombi mazito, alafu mwambie Bwana nisaidie. Haleluya. Tuangalie pia katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 27 mpaka 30. Mathayo 5 sura ya 27 mstari wa 27 mpaka 30. Ndio inasema, nimesikia kwamba imenenwa. Usizini. Lakini mimi nawaambia kila mtu atazamaye shepe ya mwanamke ambaye amezungukwa kwa nyuma kwa kumtamani ana ipsi.
amekwisha kuzini. Amekwisha kuzini. Dada amepona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila anamtazama kijana wa kiume ana six pack na kumtamani, imekwisha kwako. Ishamaliza ngoma, manyoya yameshanyolewa. Endelea. Jicho lake la kuume. Hebu rudi hapo. Umeenda mbio. Jicho lako. Jicho lako la kuume likikukosesha ling'oe ulitupe. Sasa usitukwe ngoja. Kuna mtu mmoja alikata kiungo chake cha siri. Anakomesha upofu hali ya juu sana kwa Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kushinda mwili. Tena unaweza kushangaa ndio ukawaka tamaa, unaangalia mapicha kila siku hata umekata kiungo chako ka ajabu ajabu kwa Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo havina uhusiano. Hajasema ungoe kwa maana hiyo. Maana yake kwamba jitahidi sana ujizuie ili usiingie majaribu. Niendelea. Ling'oe ulitupe mbali nao. Ling'oe ulitupe. Maana yake kwamba yani kama kuna kitu kinakuletea mazingira majaribu, kama nilivyokuambia, wewe unatoka na mwanaume mnaenda usiku kula chakula, anakukalisha mpaka saa 6 usiku, hamna usafiri. Tunaenda kula chumbani kwake. Unajua utalala chumba cha kwanza, mimi nitalala chumba cha pili. Pumbavu. Yaani unakosa kabisa hata akili ya kufikiria. Hata utegemea utapona. Tunanyonyolewa manyoya. Tuendelee. Usiruhusu mazingira ya kutenda dhambi. Kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja. Ya kupasa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Kwa hiyo ni mapambano. Haya ni mapambano. Na ukishinda, naomba nikwambie, kuna raha kweli kushinda mwili. Kuna raha kweli kujiepusha na mazingira ya dhambi. Vinginevyo naomba nikwambie, ukishaanza kutenda dhambi ni mtumwa atendaye dhambi. Umempokea Yesu, amekusafisha. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu, unaenda kushughulikiwa huko. Tuendelee Warumi. Tuangalie Warumi sura ya 6 mstari wa 12 mpaka 14. Warumi 6:12-14 naye nasema, basi dhambi isitawale ndani ya miili yenu. Basi dhambi isitawale. Ngoja, maana yake nini? Unaweza kutokea uka slip. Wanasema ndege anaweza kutua kichwani. Sio kama utende dhambi, ukashangaa tamaa inakuja. Endelea. Ipatikanayo na mauti hata mkazitii tamaa zake. Ndani yenu ipatikanayo na mauti. Dhambi ukiendelea kuwa nao, dhambi haina urafiki na mwanadamu. Yesu alikuja kwa sababu dunia ilikuwa imeoza kwa dhambi. Gharama ambayo Yesu alikuwa amelipa ni kubwa sana. Kwa kutumia mwili wako ambao Yesu aliukomboa kwa ajili ya kuendelea kutenda dhambi ni changamoto kubwa. Usifanye hivyo. Jiepushe na tamaa. Ngoja nikwambie, ukikaa bila kufanya uzinzi au kufanya dhambi ya zinaa, sio kama utakufa. Asikudanganye mtu kwamba eti akili inachanganyikiwa. Hilo ni pepo. Likatae. Una uwezo wa kujizuia. Wewe Mungu amekuumba kwa mfano wake. Na ndio maana kuna watu katika ndoa ambao wamekaa kwa muda mrefu wanapata shida. Kwa sababu kina mama baada ya kuzaa watoto wawili, watatu, wanne, wanafika miaka 35, 40, 50 huko, wanaanza kusumbua. Mara nyingi hawapendi tendo la ndoa. Kwa wanaume wengi ndio pale wanakuwa na viera, wanatoka kwa sababu wameshindwa kujicontrol. Lakini ukiweza kujua hizi siri itakusaidia, kwa sababu huko unakoenda ni matatizo. Naomba nikwambie, hakuna mwanaume ambaye kufanikiwa kwa sababu anafanya uzinzi. Amina. Hakuna mwanamke ambaye kufanikiwa kwa sababu amepata mwanaume kwa mashuhuri. Na naomba nikwambie, kwa mwanamke ni hatari zaidi. Naomba nikwambie, kwa sababu utakapoenda utakutana na show za miujiza. Hata unaona mume wako kama mtoto mdogo anacheka na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ninakwambia vitu ambavyo vinaulisia. Haleluya. Kwa uwe makini. Msitumie miili yenu kwa ajili ya tamaa. Kimbia. Tuangalie Waebrania sura ya 4 kwa kumalizia, mstari wa 15 mpaka 18. Waebrania sura ya 4 mstari wa 15 mpaka 18. 16. Naomba tuongeze spidi kidogo kwa sababu ya Waebrania 4 na inasema, basi na tukikaribie kiti cha enzi kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia. Yawezekana umeenda kwenye majaribu magumu. Yawezekana umeanguka kwenye majaribu. Usikae pale kwenye jaribu ulioanguka nao. Unaweza kusimama tena ukaanza upya na kusogelea kiti cha enzi, kwa sababu ngoja nikwambie, ukikosa ujasiri wa kumwomba Mungu msamaha, imekula kwako. Na ukiendelea kutenda dhambi, inawezekana unanisikia na umekuwa ukitenda dhambi, ukiendelea kutenda dhambi itakuwa dhambi ikikumiliki, Yesu anaondoka na mbingu utasikia kwenye redio. Kwa utakuwa unakwenda kanisani umependeza, umevaa gauni, lakini kubwa unavua sketi yako kwa wanaume wa ajabu ajabu. Inawezekana umevaa suruali na suti kabisa, lakini akipita mwanamke umekufa na maji.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo dhambi utakaa nayo, itakutesa mpaka milele. Amua kuiacha na sogelea kiti cha enzi cha neema cha Mungu ili uweze kupata nini? Neema na rehema wakati wa mahitaji. Na ndio maandiko yanasema. Tumalizie na kitabu cha Yakobo sura ya 1 mstari wa 12. Yakobo sura ya 1 mstari wa 12. Yakobo sura ya 1 mstari wa 12. Naye nasema, heri mtu yule astahimilie majaribu. Heri mtu yule astahimilie majaribu. Kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima. Ukishinda dhambi ya zinaa, ukishinda dhambi ya uchafu, kwa sababu zinaa ni kwa mke aliolewa na kuoa, lakini inawezekana pia vijana ambao hamjaoa wala kuoana, ukashinda, anasema utapokea taji. Mungu ameweka mapato, amekupa nafasi. Mungu atakupa neema. Hata kama unahitaji mume, unataka kuolewa, Mungu atakusikia vizuri. Lakini ukichanganya dozi, pendo katika Bwana, hiyo ngoma imekula kwako. Apandacho mtu ndicho atakachofanya nini? Atakachokivuna. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo nilikuwa naongea linaitwa, je, ni lazima kuoa au kuolewa? Na nimekwambia wazi kwamba sio lazima. Haleluya. Amen. Lakini mara nyingi ulazima huu unakuja, unatakiwa ujue sababu ya kuoa sio kuzuia tamaa za mwili. No. Ndoa haiondoi tamaa za mwili. Hiyo lazima uelewe. Paulo anasema kuna wengine ambao ni wanyonge, kama liko chakula, kwamba kama kula chakula ukioa uwezi kujizuia kula chakula. Kuna wengine tumepewa noma tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa mimi siwezi kusema mtu ambaye ni pregnant 24/7, ana pregnancy mwaka mzima azai, huyo ambaye anakula sana. Bwana Yesu asifiwe. Ni ameshindwa kujicontrol, lakini siwezi kusema kwamba ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mbinguni ataenda. Kwa ndivyo ilivyo hata katika mambo haya. Wengine wanashindwa kujicontrol kwa kuoa, lakini ukishaoa pia kama uwezi kujicontrol kabla ya kuoa, ndoa sio jibu. Ni very temporary. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Itakuweza kusababisha matatizo makubwa zaidi kama ukifanya mchezo. Kwa self control is a master. Whether umeoa au huja. Basi baada ya kusema hayo nimekwenda mbio kidogo kwa sababu ya muda.